Wanachama. Mawaziri. Pleasure. Umefika. Warizeni. So us guys, we are dashing. Tunataka hiyo alarm watchman anajificha pahali haonekani, akiona watu usiku ambao hawafai. Hivyo niko katika hiyo ofisi ya waziri. Tukaendelea mpaka karibu mwisho wa 1998. 1998 ilipofika mbele ya wale liliwaka Woshokio. Sasa hiyo ndio kamiti mheshimiwa wasimame waweze kuonekana, wakulima wajulikane, wale tunafanya kazi ya kawa. Tafadhali watu namna gani? Wewe toroka kuruta waka wa ni kushokia kaora kale niko kwa fertilizer specific fertilizer ya mbuguta ya iturare yanyu na ria ndiko ne fertilizer nitonio ndawa ile ya njega na turonio twe na bataramu na maguthomithio niko nani ya mbego ya atiriri mashini hizi ni cia tende muno kai gutari mashini cia thiko ici ile mashini ya zamani ilikuwa inatumia 10,000 liters kwa kutengeneza 1 ton of coffee. Iko palpa na program individual ya Kiadu, manake tunakaa tukiwasafikia wakulima related laws. Sasa wakulima ndio waliona sasa, kama wakulima ndio waliona sasa wananyanyaswa, manake operation pesa ya operation yote tulioperate tukamaji kwa sasa hivi 18 sababu iko kwa record. Serikali ya 2022 to 2027 4,700 si kulipo hata dururu wakati tulisplit. Nilisikia uchungu. Kwa hivyo nasikia bilioni na phase 2 pesa ingine hatujahesabu tujue ni ngapi ya kusaidia kuboresha. Hiyo sheria inasema sasa direct sale will be a benchmark. Yaani ndio itakuwa sasa unapeleka sasa umepewa direct, hiyo ndio unakuwa sasa, hiyo ndio price ya kupeleka kwa auction. Sasa yule akiongeza basi, yule wa direct akiongeza hiyo ikan top up ifike hiyo auction achukue, ako na the first right. Tunaelewana? Because ndiye aliopa price kwanza, kama ana inauzwa hiyo bei. Hiyo ndio sheria mpya. Tulileta uwazi, ni uwazi tu tulileta. Wakati unaleta kahawa yako inapimwa ukiwa hapo, inakuwa recorded. Kwa hivyo hakuna kilo zinaibiwa. Wakati inafanyiwa milling, representative wa kulima ako hapo, inakuwa milled na inakuwa graded, anaona grade A ni ngapi, grade B ni ngapi, grade C ni ngapi, inakuwa recorded. Milling loss ya anaona. Wakati wa kuuza anaitwa, anaambiwa tuusie huyu ama tukatae, tuusie tungoje hii, kama hii price nzuri, mkulima anasema ndio ama la. Tunaelewana? Hiyo uwazi tu ndio tumeleta. Na tulipo compare result tulishangaa. Wakati union ilikuwa ina milling loss ilikuwa 24%. New KBCU milling loss ilienda chini kaenda 18%. Na zingine hata 17, ikakuwa average of 18. Zingine 17 milling loss. Ilitoka 24 ikaenda 18 namna gani? Mambo ya kuchagua yule atakuwa mila wa kahawa yako, mtakutana wakulima society, ikutane kwa mkutano, wapitishe kwa minutes, waseme tunataka huyu. Na kwa hiyo mkutano lazima kuwe na mila watatu na marketing agent yao watatu, uchague yule, wakulima wachague yule anawalipa deals, a better deal, and iwe mandated, na itakuwa a criminal offense to pick a miller without the consent of the farmers. Wewe utapelekwa kotini na utakuwa jailed. Hiyo tumeweka kwa sheria. Kama mkulima wanataka loan waende kwa sako ama waende kwa cherry advance, ndio cherry advance iko hapo ya gharama ya 3%. Kwa nini unawaacha unaenda kwa marketer?
na kwa mila, kwa sababu kunaye unabakisha kwake na wewe unachukua ingine kwa mfuko. Hiyo yote mkulima ndiye analipa. Hiyo tumefunga kwa sheria hii. Wanaisho, umesikia? Msifungue huko mbunge. Mimi nimefanya kazi yangu, nimewatumia huko. Hakuna kuomba pesa kwa marketer ama mila. Pia tumesema hakuna kutumia asset ya society ama ya factory kama security ya kuomba loan. Unatumia tu kahawa iwe security na loan iwe inaenda kwa nani? Kwa mkulima. Lakini hiyo loan iwe kwa cherry advance. Ndo bilioni 3 ambazo wakulima wa kahawa watakuwa wakiomba. Wakati wamepeleka kahawa kwa factory, wakingoja iuswe, wanaweza omba hiyo pesa, wawe wanatumia wakingoja kulipa kahawa ikiuzwa. Hiyo ndio inaitwa cherry advance fund ambayo iko saa hii. Kwa hivyo mimi kwa mkutano huu nilikuja kwa mambo matatu. Kwanza ni kueleza vile mtachukua hiyo pesa, kwa sababu iko kwa benki, iko kwa cooperative bank. Saa hii inasaidia benki, lakini wale wanaomba ni society chache sana, ni wakulima kidogo sana. Hapa Nyeri wale wameomba ni kidogo. Huko Kiambu nilikuwa huko pia wameomba, lakini si wengi. Kule Meru kidogo, pengine wengi kidogo. Kwa hivyo tunataka muweze ku-access hiyo pesa, muombe. Na hiyo pesa mumeelezwa na yule bwana Kenywa. Huyu Kenywa ni mtoto wenu hapa Nyeri. Yeye ndio chairman wa New KPCU. Na New KPCU ndio inasimamia hiyo pesa. Yule acting MD wa New KPCU ndio huyo. Kwa hivyo ile inahitajika bwana Gichoi ni form mjaze. Ile fomu ya kujaza siko, na tutasiacha huko kwa machief, kwa MP ofisi yake. Hiyo fomu unachukua, unaenda unajaza, unaweza kuomba hiyo pesa. Na hiyo pesa unaomba wakati umepeleka kahawa huko factory, kahawa inajulikana ni kilo ngapi, na unaweza kupewa 40% ya value ya ile coffee umepeleka huko. Na malipo ni 3%. Kama umeomba shilingi 100, utalipa shilingi 100 na shilingi 3 juu yake. 3%. Hiyo ni kama kupewa bure. Si ndio? Hiyo ni kama kupewa bure. Na hiyo pesa sio lazima upeleke kahawa yako New KPCU ndio uombe. Pana. Kama unapeleka Sasini, ama unapeleka Thika Mills, ama unapeleka wapi sijui wapi, ile inahitajika tu ni hiyo fomu ujaze, useme kahawa yako ikiuzwa hii pesa ikatwe ilipwe New KPCU. Hii pesa niliomba. Bas. Hiyo project ya kufufua kahawa, serikali imetoa pesa. Phase 1 7 billion na phase 2 pesa ingine hatujahesabu tujue ni ngapi, ya kusaidia kuboresha infrastructure ya kilimo ya kahawa. Na Bwana Njogu ameeleza vizuri sana. Kwanza kwa pale kulima, mambo ya kulima, mtaajiriwa wale wanaitwa extension officers, vijana wenu ambao watapelekwa training, wafunzwe, waweze kuelewa, wafanye kazi na nyinyi. Na hao vijana watakuwa wakilipwa kutoka kwa hii pesa. Sio nyinyi mtawalipa, utapewa mshahara. Kuna pesa utaitishwa kama mkulima wa kahawa, wao wanasaidia nyinyi kufufua kilimo. Kwa mambo ya fertilizer na inputs ile singine, mandawa na nini, serikali itachangia kuweka bei chini kwa njia ile inaitwa subsidy. Na tutatengeneza mtandao. Ndio sababu naambiwa hii habari ikiitishwa yenu ya society usifiche, kwa sababu utawekwa kwa hiyo database tunatumia kama hatuna habari yako. Tunaelewana? Kwa sababu tunataka digitize process zote. Kule wa KPCU wawe na jina yako, wajue wewe ni member wa society hii, kahawa yako ndio hii. Kahawa wakati itapelekwa kwa factory, iwe weighed, hiyo information inakuwa related kwa New KPCU,
na kwa serikali, ndio sasa uwe kwa hesabu ya wale watasaidiwa kwa mambo ya input na kwa hiyo pesa. Tunaelewana? Pia tutakuja kuboresha factory yenyewe, kwa sababu ile factory equipment ile iko ni ya zamani, imezeeka. Ile miru mawe nini inaitwa nini? Ile mashini ya kushiaga ile meno yake imeisha, tena ni ya zamani, si mondo ya sasa. Ile fermentation tank imeisha, ile drying beds zimekuliwa na mchwa ni ya miti imeisha, maji haiko ya kutosha. Hiyo infrastructure yote tumeweka pesa kando ya kumodernize saa hii.